16 mstari ule wa 9. Lakini pia unaweza kusoma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 23 mstari wa 15. Kwa hiyo sasa, kwa sababu mambo yalikuwa yakifanyika katika Agano Jipya yalikuwa ni kivuli cha agano, yalikuwa yanafanyika kwenye Agano la Kale yalikuwa ni kivuli cha Agano Jipya. Ilikuwa lazima sikukuu hizo ziwe na uhusiano mkubwa katika mambo ya Agano Jipya. Kwa hiyo Wayahudi pasipo kujua lolote, wakishangaa siku hiyo ya nguvu ya Roho Mtakatifu ikishuka katika siku yao ambayo walikuwa wanasherehekea ya sikukuu ya majuma. Kwa hiyo ndio ikawa siku ya Pentekoste ambapo ilishuka nguvu ya Roho Mtakatifu, ambayo siku hii ni sawa kabisa na siku ambayo wanaadhimisha Pasaka ya Kiyahudi ya zamani hizo. Ndipo ambapo Yesu alisulubiwa na ikatokea siku mpya ya ukombolewa mwanadamu ambayo ikawa ni sikukuu ya Pasaka. Kadhalika kumwagwa kwa Roho Mtakatifu kuliangukia katika siku kuu yao ya majuma, yaani Pentekoste, siku ya 50 baada ya Pasaka. Haleluya! Mwana kondoo ameshinda. Kwa katika eneo ambalo tumelisoma kwenye Injili ya Yohana Mtakatifu, anawaeleza kwamba Filipo anamwambia Yesu, naomba utuonyeshe Baba, ya kutosha. Ndipo Yesu anaanza kuambia, mmekuwa pamoja nami muda wote huu, hamjanitambua, hamjamfahamu, hamjamuona Baba. Aliyeniona mimi amemuona Baba. Haleluya! Kwa maana mimi na Baba tu moja. Kwa kumbe wanafunzi wa Yesu nao walikuwa wamekaa na mtu ambaye hawamfahamu kwa muda wote wa miaka 3 katika ulimwengu. Walikuwa hawamfahamu. Wanafunzi wa karibu walikuwa hawamfahamu. Kwa sio ajabu hata wewe ukiwepo mahali hapo unaweza kuingia kanisani haufahamu Mungu, haufahamu Kristo. Inawezekana. Haleluya. Maana wengine tumekuja mahali hapa kwenye matukio yetu mbalimbali ya kifahari, tunatamani wenzetu walioko mahali hapa waje watutazame, waje watufariji, waje watuangalie, lakini hauna kusudio la kumjua Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Haleluya. Hivyo neno la Mungu linatukumbusha kwamba na sisi tunataka tumfahamu Yesu Kristo na kumtumikia. Unapokuja kanisa la ni mahali hapa, ujue leo kuja kumtumikia ni nani? Unakuja kumtumikia Mungu au kumtumikia watu? Unakuja kumtumikia mchungaji, unakuja kumtumikia kikundi. Kwa hiyo ndio unamaanisha kwamba kuja kumtumikia Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yesu anamwambia Filipo, unaponiona mimi unamuona Baba. Na anawaahidi kwamba atakapokuwa nikiondoka nitawaachia msaidizi. Nitamwomba Baba awaachie msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Huyo atakapokuja ndipo mtaruhusiwa kutoka ndani ya Yerusalemu ili mkahubiri Injili sehemu nyingine, mkatangaze neno la Mungu sehemu nyingine. Haleluya. Haleluya. Nguvu ya Roho Mtakatifu ni ya muhimu kwa kila Kristo ambaye anamwamini Mungu, ambao unasikiza sasa. Nguvu ya Roho Mtakatifu ni ya muhimu kwenye maisha yako. Maana ulimwengu wa sasa si wa kawaida. Ulimwengu wa sasa si mwepesi kivile. Ni ulimwengu mgumu ambao una mambo mengi magumu yanayosumbua, yanayoumiza akili za watu, ambayo yanaumiza akili za wanadamu, ambayo yanaumiza akili za kanisa, ambayo yanaumiza akili za kisiasa. Hivyo tegemea Mungu. Maisha yako yawe kwa Mungu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikusaidie. Haleluya. Haleluya. Amen. Nguvu ya Roho Mtakatifu isipokuwepo kwenye kanisa, nchi itapata shida. Nguvu ya Roho Mtakatifu isipokuwepo kwa watu wa Mungu, tutapata shida katika ulimwengu. Lakini nguvu ya Roho Mtakatifu ikiwepo, itatusaidia. Itatusaidia. Na tukumbuke kabisa Roho Mtakatifu kazi yake ni kutuombea kwa Baba. Roho Mtakatifu kazi yake ni kutusamehe dhambi. Roho Mtakatifu kazi yake ni kututakasa sisi wenye dhambi. Haleluya. Unaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 1 hadi ule wa 4.
amesoma msomaji alisoma Matendo 2:1-23 amesoma pale mwanzoni, lakini mimi nitapanua tu hapa mahali ambapo pameandikwa. Hapo tunaambiwa ni habari